أما بعد. قال رحمه الله: الباب الرابع: أقوال وأفعال تنافي التوحيد أو تنقصه. mlango wa 4 unazungumzia maneno na matendo yanayopingana na tauhid au yanapunguza thamani na usafi wa tauhid. Kwa maana maneno hayo akiyasema msemaji atakuwa amekwenda kinyume na tauhid. Wa dhiddu at-tauhid ash-shirk. Kadhalika wa af'al idha fa'alaha al-insan faqad khalafa at-tauhid. Wa dhiddu at-tauhid ash-shirk au tunqisu. فمعنى أشرك شركا أصغر ولا شركا أكبر. فذكر الفصول التي تكون في هذا الباب، باب الرابع، ولا أذكرها وسأذكرها في داخل الباب إن شاء الله. أولا الفصل الأول: ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما. فصل ya kwanza nazungumza katika mlango huu wa 4 iddia bimaana az-za'm, kudai. Madai haya ghaliban yanakuwa hayana ukweli ndani yake. Kwa iddia ilmi al-ghaib, kudai kujua ghaib, fi qiraati al-kaffi, katika jambo la kusoma kiganja chako kuna rumuz amechora Allah hapa. Kupitia hizi rumuz mtu akawa anasoma kisha anakueleza mambo fulani kuhusu ghaib. Kadhalika wal finjan, na kusoma vibuyu. Kibuyu kinasomwa kisha mtu anastadili katika jambo la kudai anajua mambo ya ghaib. Wa ghairihima, na visivyo kuwa hivyo viwili. Kwa maana hapo ambao watasoma fil awraq, kwenye karatasi, wakadhalika fil ardi, katika ardhi na sehemu nyingine. Yaktubuna abajad, huandika zile abjad, hawaz, hutti, kaliman, sa'afas, huandika zile. Kisha anasoma akadai anajua ilmu al-ghaib. Wa al-ilmu al-ghaib, al-ghaib min ghaba yaghibu. Al-ghaib ni masdar ya ghaba yaghibu, معناه ما لا تدركه الحواس ولا يعلم ببداهة العقل. معنى الغيب ما لا تدركه الحواس، ده علم الغيب. ما لا تدركه الحواس ni lile jambo ambalo halidirikiwi na hisia. Alhawas ni viungo vya hisia, imma kwa kuona au kwa kusikia au kwa ngozi au kwa ladha au kwa harufu. Alhawasu alkhamsa, hili halidirikiwi na hivi. Wala yu'lamu bibadahati alaqli, wala halijulikanwi jambo hilo kwa akili ya mtu kwenye kufikiria kwake. Kafikiria hawezi kulidiriki wala kulijua. Akiulizwa unasemaje kuhusu pepo ya Allah, kuna vitu vingapi, hawezi kuelezea. Hebu tueleze ahwalu yaumil qiyama,
kwamba jua litakuwa na ukubwa gani na watu watakuwa wangapi na hesabu itakwenda vipi, hajui zaidi ya yale yaliyoelezwa kwenye kitabu Allah wa sunna. Hiyo ndo al-ghaib. Wala yu'lamu bibadahati al-aql. Badaha, aslan wa badaha ni al-faj'a, yani kushtusha akili. Ukaishtusha akili yako pia huwezi kujua, kwa maana ukaitia juhudi akili yako pia huwezi kujua mambo haya. Hayo ndo mambo ya ghaib. Na tukisema ilmul ghaibi, neno ilmul ghaibi kadhalika husemwa huwa al-ilmu alladhi yakhtassu bihi Allah au yakhtassu bihi Allah. Huwa al-ilmu alladhi, ni elimu ambayo yakhtassu bihi Allah, amekhusikanayo pekee Allah subhanahu wa ta'ala, duna ghairihi min khalqi, fasina mwingine katika viumbe vyake. ndo asli ya al-ghaib. wa qad yudhhiruhu ala man irtada min rasuli, na mara nyingine huidhihirisha kwa wale aliyowaridhia katika mitume yake. Lakini al-aslu fil ghaib huwa al-ilmu alladhi yakhtassu bihi Allah subhanahu wa ta'ala duna ghayrihi min khalqihi. Kwa tukisema al-ghaib ni vitu ambavyo hawezi kuvijua mtu, itakuwa ni dhiddu ash-shahadati wal-hudhur. Idhan al-ghaib lughatan itakuwa dhiddu ash-shahadati wal-hudhur, kinyume na yanayoshuhudiliwa na yaliyokuwepo. Qala hafidhahu Allah ta'ala المراد بالغيب ما غاب عن الناس. nikisema ma ghaba 'anil nas mtanielewa kwa huyo mtu mwenyewe. ghaba 'anil nas fil hawas, katika viungo vyake vya hisia, akili vyote haviwezi kuhisi hili jambo. ma ghaba 'anil nas ni yale yaliyopotea kwa kutokujulikana na watu, kwa maana yamefichikana, kinyume na yanaonekana. minal umuri almustaqbilati, katika mambo yajayo. wal madiyati, na katika mambo yaliyotangulia. wama la yarawnahu, na katika mambo wasiyoyaona. hiyo ndio maana al-ghaib. ma ghaba 'anil nas min al-umuri al-mustaqbilati wal madiyati wama la yarawnahu, hawayajui ya mbele, hawayajui ya nyuma, na hawayaoni. Lakini hii ni maana ya al-ghaib kwa asili ya maana. Lakini yapo yanayojulikanwa ya mustakbali, ambapo tutaona sisi katika darasa hii. Kadhalika yapo yanayojulikanwa yaliyotangulia kwa aina za ilmu al-ghaibi, tutajua kupitia darasa hii biidhnillah tabaraka wa taala. وقد اختص الله تعالى بعلمه, na amejihusishia Allah peke yake ilmu yake. amejihusishia Allah peke yake ilmu yake. Faqala ta'ala, na Allah kasema juu ya kuonesha kwamba amejihusishia mwenyewe, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Walipokuja washirikina wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam
عن القيامة أو عن الساعة فقال جل وعلا قل سمع أيها الرسول لا يعلم من في السماوات hajui yoyote aliye mbinguni wal ardi na yoyote aliye ardhini alghaiba mambo ya ghaibu hayajui illa Allah isipokuwa Allah. Akakata kauli Allah jalla wa ala juu ya ilmu alghaibi akaiegemeza kwake yeye peke yake. Na hii tunasema alhasru, hii tunasema alhasru taqdimu an-nafi ala al-ithbat. تقديم النفي على الإثبات من أقوى وجوه الحصر نكتك njia madhubuti za alhasri kufunga maneno kama ambavyo tulieleza hayo katika kalimatu tauhid la ilaha illa Allah. Katika watu wa balagha wakielezea hapa katika wujuhul hasri aqwa iliyokuwa nguvu zaidi na hasri kubwa zaidi taqdimu an-nafi ala al-ithbat, kutangulizwa kukanushwa juu ya kuthibitishwa. Allah amekanusha kwanza la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba thumma athbata illa Allah, isipokuwa Allah yoyote hakuna anayejua. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وحده hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah peke yake mtakasifu aliyepwekeka. Waqad yutli'u rusulahu, na muda mwingine huwafungulia na kuwaonyesha na kuwahabarisha mitume yake ala masha, kwa yale ayatakayo min ghaibihi, katika ghaibu yake lihikmatin wa maslahatin, kwa hikma yake Allah na maslaha ambayo inakuwa hii. Wa hadha yakunu bi tariqil wahyi, wa hadha yakunu bi tariqil wahyi ila ar-rasul liyuballigh, kwa njia ya al-wahy kumfikishia hii ghaib. وشهيد وهيل قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب الله ndiyo mjuzi wa ghaib, fala yudhiru hadhihirishi hafunui ala ghaibihi juu ya ghaibu yake ahadan hamfunguli yoyote illa man irtada min rasuli, isipokuwa yule aliyemridhia katika mitume yake. Na ushahidi kwamba mitume yote, kwa sababu min liljinsi mitume yote hufunuliwa. Kadhalika katika aya hii pia kuna wajhu wa alhasr, taqdimu an-nafi ala al-ithbat, fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada. قال أهل العلم والغيب نوعان، وقال بعضهم 3 أنواع. كنا أين mbili za ghaib, na hapo wanasema aina 3 za ghaib. الأول غيب مطلق، غيب مطلق، غيب مطلق، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله عز وجل. hii ni ghaibu ambayo haijui yoyote isipokuwa Allah jalla wa ala, na ndio maana ya aya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. ndio hii katika nini? Katika siku ya kiyama hakuna anayejua zaidi ya yeye mwenyewe Allah peke yake. Namna atakapoendesha hesabu yake hakuna anayejua zaidi ya yeye peke yake. Idadi ya viumbe vyake hakuna anayejua zaidi ya yeye peke yake.
la malakan muqarrab wala nabiyyan mursal. Kadhalika ajali, mauti ya watu, atakufa wapi saa ngapi hakuna anayejua. Kadhalika mambo ya roho hakuna anayejua zaidi ya yeye peke yake Allah jalla wa ala. Amepwekeka katika hili, tusema ni ghaibun mutlaq. Athani ghaibun muqayyadun. Ghaibun muqayyadun, hii ni aina ya pili ya ghaib. hii اطلع الله عليه بعض خلقه, huifungua ghaibu hii kwa baadhi ya viumbe vyake. min almalaikati warusul, malaika na mitume, kama aya ilivyokuja ambayo tumesoma, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. والرسول إما بشرية أو ملكية. رسول إما تكون بشر أي من ولد من أب وأم، هذا البشر من ولد من أب وأم يسمى بشر. أو الملك المخلوق بالنور، hawa ndio wanaojua ghaibu pekee. Kwa kuwa Rasul alayhi salatu wassalam anapokea akhbar almustaqbila, habari zitakazokuja baadaye, anaambiwa na Allah kupitia nani? Kupitia wasita wa nani? Jibril alayhi salam. Kwa Jibril kaambiwa, akamwambia Muhammad kuna kadha wa kadha wa kadha. Huyo amejua Jibril tayari jambo la mbele. Kadhalika Rasul alayhi salatu wassalam amejua. Hii inaitwa ghaibun muqayyad. Na kuna ghaibun nasabiyun. Ghaibun nasabiyun ambayo baadhi ya ahlul ilm wakaingiza, ambayo pia nayo ni sahihi kuingizwa kwake. Nayo ni ipi? Hii utaijua kupitia taarifa walioandika Sheikh Fadhlallah, ma ghaba 'anil nas من الأمور المستقبلة والماضية. والماضية ده غيب نسبي، وهو ما كان غائبا عن البعض. na ghaibu hii ni ile ambayo inafichikana kwa baadhi ya watu, duna baadhi, pasina watu wengine. Wengine wanajua, wengine hawajui. mithlu alhawadithi at-tarikhiyya, matukio ya kitarikhi yaliyotokezea. Hatujui sisi matukio ya nyuma isipokuwa tunasimuliwa na wale walioyaona. Kwa hiyo huyu ambaye amesimuliwa hali ya kuwa hajaona, kajua ghaibu za nyuma yaliyofichikana kwake yeye nyuma. Haya watayajua wale ahlul ilmi kuhusu tarehe za Uislamu na mambo mengine. Wasiosoma dini na tarehe hawezi kujua. Sawa? Hii ni aina tatu za alghaibu kama wanavyotaja ahlul ilmi katika hili. Thumma qala hafidhahu Allah, akifasiri aya alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, ay la yutli'u ala shay'in min alghaibi. Allah subhanahu wa ta'ala haonyeshi wala kufunua juu ya chochote katika ghaibu illa man istafahu lirisalati, isipokuwa kwa yule aliyemchagua, almustafa almujtaba almukhlas, aliyechaguliwa kwa ajili ya risala, huwa rasul. fayudhiruhu ala ma yasha'u min alghaib, humdhihirishia yale ayatakayo katika ghaib. Tunasoma sisi akitusimulia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya qasas za watu waliopita katika al-umam as-sabiqa. Kadhalika Allah jalla wa ala atusimulia sisi akhbar za watu waliotangulia nyuma, habari za watu wema, habari za watu waovu. Anatusimulia nani alimwona Firaun, hakuna alimwona Firaun, lakini Allah ndiye alitupa habari kuhusu Firaun. Kadhalika kwa wahi
juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, atunakhabarisha sisi kuhusu watu fulani na watu fulani walioishi zama hizo. Kwa hiyo haya amesimuliwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini anafanya hivyo Allah? Li'annahu yustadallu ala nubuwwatihi bil mu'jizat, kwa sababu hutolewa dalili zile habari zilizopita na zitakazokuja baadaye ni kama dalili. Yustadallu ala nubuwwatihi, hutolewa dalili juu ya ukweli wa unabii wake. Wamesoma waliosoma katika vitabu vyao min al-yahudi wa nasara, kisha anamuuliza Rasul alayhi salatu wassalam, fayukhbiruhum ma saalu, anawahabarisha yale walioyauliza. Kwa ni muujiza, huyu hayajui wala hajayaona wala hajasoma vitabu, amejuaje? Ni muujiza. Haya mambo ya kimuujiza, sababu muujiza manake huwa amrun khariqun lil'ada, huwa amrun khariqun lil'ada, ni jambo ambalo lapingana na desturi, haiwezekani kujua. Kujuaje? Hii inaitwa al-mu'jiza. Kwa hiyo kuhabarisha akhbarul madhiya wa akhbarul mustaqbila dalilun ala sidqi nubuwwatihi, ni dalili juu ya ukweli wa unabii wake. Allati minha al-ikhbaru 'anil ghaibi alladhi yutli'uhu Allahu alayhi, nayo ni katika yale yanayokuhabarisha kuhusu ghaibu ambayo Allah ndiye aliyemhabarisha na kumfungulia. Wa hadha ya'ummu ar-rasula al-malakiyya wal-bashariyya, na hapa inawaenea ar-rasul, anakusudiwa rasul wa kimalaika na rasul wa kibinadamu. Wala yutli'u ghayrahuma lidalili al-hasri, wala haijulikani ghaibu na wasiokuwa hao wawili, imma al-malak au ar-rasul, hawajui haya zaidi ya hawa wawili kwa dalili ambayo tumesema al-hasru taqdimu an-nafi ala al-ithbat. Sasa hawa wanasema wanajua ghaibu vipi, na wao ni manabii? La, hakuna anayejua ghaibu yoyote, anayedai kujua ghaibu yoyote, isipokuwa lazima atapita katika wasail tatu. Katika wasail tatu, imma atapita katika wasila wa at-tanjim au wasila wa at-tiyara au wasila wa kihana. Imma at-tanjim tutaelezea leo biidhnillah tabaraka wa taala, kadhalika ataelezea wasila kwa wasila wa at-tiyara, tutaelezea siku nyingine, tutawahi kuelezea leo. Kadhalika na wasila wa al-kihana ameelezea mwenyewe shekhe kwenye kitabu chake mlango wa mbele. Kwa lazima apite njia hizi tatu, na njia zote tatu hizi kwa aliyesoma kitabu tauhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, amezielezea zote hizi tatu kwamba ni ashirk, at-tanjimu wal-kihanatu kadhalika wat-tiyara, zote hizi ni ashirk, au kama jaa fil hadith, man iqtabasa ilman min ilmi an-nujum faqad iqtabasa shay'an min as-sihr, kama rawahu Abu Dawud rahimahullah ta'ala, na nyinginezo ambazo tunaziona katika mlango wa mbele biidhnillah. Kwa hiyo anayedai kujua ghaibu ambao ndio mlango wetu, lazima atapita katika mapito matatu, imma bitiyara au bitanjimi au thumma qala hafidhahu Allah, faman idda'a ilma al-ghaib bi ayi wasilatin min al-wasail, yoyote atakayedai ghaib kwa njia yoyote, kama dhakarna, njia yoyote katika njia ghaira man istathanahu Allah,
isiyokuwa njia aliyoivua Allah katika aya illa man irtada biharfi al-istithna illa man irtada harfu al-istithna min rusulihi katika mitume wake fahuwa kadhibun kafirun anadai ghaibu huyo atakuwa ni muongo tena ni kafiri itabaki ukafiri wake je ni kufru duna kufri au kufrun haqiqa kama ambavyo tutaelezea biidhnillah tabaraka wa taala سواء ادعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو الفنجان حكمه هي أو كاذب أو كافر حكمه هي uongo na ukafiri sawa sawa kwa atakayedai ghaibu kwa njia ya kusoma kiganja au kusoma kibuyu si wewe kibuyu vile kisha nakiangalia kisha nakwambia wewe unasumbuliwa na tumbo kila ikiadhiniwa adhana alfajiri kweli kwa mzee Juma jirani yangu ndio yeye jambo limalizika kasoma kibuyu kajiwaje hili twende mbele au الكهانه au السحر au التنجيم ikiwa kahana tutasoma au الكهانه tutasoma au السحر au التنجيم sihri kaelezea pia mbili والتنجيم ndio tutaelezea leo biidhnillah au ghairi dhalika au njia nyingine وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين na hili ndilo ambalo hupatikana kwa baadhi ya al-musha'widhin al-musha'widh neno al-musha'widh asili yake ni muhtali yule ambaye anadai uganga muhtali al-muntahi si katika wao lakini anadai na hapa makusudio yake anakusudia wale watu wa mazinga ya Ombwe sawa anakuonyesha kitu hiki wewe ukaona hivi lakini hakika iko hivi al-musha'widhin wad-dajjalin ad-dajjal al-kadhdhab ala sighati al-mubalagha ad-dajjal al-kadhdhab au al-kadhdhabun waongo من الإخبار عن مكان الأشياء المفقودة وكتوا خباري kuhusu vitu vilivyopotea wal ashiya'i al-ghaiba na vitu ambavyo havipo nakwenda namwambia mimi nimepotelewa na gari yangu au funguo yangu kisha nafanya mambo yake nakwambia kipo sehemu fulani hili halifai katika sheria isipokuwa kwa wajibu mmoja tu watu wa sunna wanapokuwa wakimithilisha mifano ambayo iko kinyume na utaratibu wanaona haya katika ile kisa au habari wanaona haya mpaka waelekeze katika masdari yake sawa ndio tunaridhika sisi maana masdari tofauti na masufi wao watakupa habari ambayo akilini haingii wala kwa masdari wale ya kupanda mpapai na mfano mwingine na yule mlomsikia juzi anaitwa Uthman Michael msikia Uthman Michael nimsikia ile video yake anasema wanashaka wao ila nimesahau aliuliza wanafunzi wake maji aliyoshewa mtume alikwenda wapi shekha wauliza wanafunzi wake swali aliyojibiwa siku nyingine basi wanafunzi wakaenda mmoja wa wanafunzi akaota kama mtume sasa kakaa pembeni kuna mtu kasimama ana kandili kaishi umepata dalili kisha huyu akamuuliza mtume eti maji uliyokoshewa wewe ilikuwa wapi
Akamwambia amuulize yule mwenye kandili. Mwenye kandili akamjibu, maji yale yalikuwa kishaosha na kwa mvuke kisha anapanda juu. Kisha kanyesha mvua kila tone lilipodondoka na ukajengwa msikiti. Hawa pale dondoka kutoka Masjid Aqsa mpaka jengwa msikiti. Sasa asubuhi yule mwanafunzi akawa na shauku aulizwe lile swali apate ajibu, kwa sababu kaota mtume na fakhar. Lakini shekhe hakuuliza. Baada ya kuuliza shekhe, tabiri mwanafunzi aseme, mbona shekhe huulizi lile swali? Akamwambia basi ajibu, akamwambia akaelezea. Akamuuliza, wewe kakusimulia nani? Akasema mtume mwenyewe. Akamwambia muongo, sio mtume mwenyewe. Sema kusimulia nani? Akakusimulia yule ndabeba kandili. Namjua nani yule? Ndio mimi nilikuwa. Yaani yule shekhe alikuwa ndo yeye kabisa. Wewe kwa akili yako mzima na maarifa yako utakubali. Lakini wao ndo fahari kuzungumza. Hawana masdar. Mimi nakupendekeza leo kina masdar. Al-Imam Ibn Uthaymeen, Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah amekiegemeza kisa hichi na amekisimulia kwenye kitabu chake Al-Qawl al-Mufid ala Kitab at-Tauhid. Juu ya kadhia ya mwanamama fulani wakati wa masahaba katika ahdi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Alikuwa huyu mwanamke ana jini akimsomesha, na hili sheria imeruhusu kwamba anapokujia jini umsomeshe. Sheria hii imeruhusu, sawa, ambaye ni mwema unamsomesha, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipowasomesha majini, kama zilivyokuja aya kadhalika zilivyokuja ahadith, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni, mfano wa aya kama hizo. Sasa siku moja pakawa na safari baina ya Umar ibn al-Khattab na masahaba wenzake. Umar akachelewa kuja. Abdurrahman ibn Auf akawa kashaingia wasiwasi juu ya khalifa Amirul Mu'minin, kwa kashauriana watu wakamuomba yule mwanamke azungumze na yule mwanafunzi wake wa kijini, akawatafutia Umar yuko wapi. Sawa, kaenda na huyu mwanamke akamwagiza yule jini akaenda kumtafuta Umar, kisha karudi kuleta jawabu kwamba Umar yuko njiani, alikuwa anashughulikia ngamia wa sadaka sehemu fulani. Hili linajuzu katika sheria, lakini hakuna makubaliano ya kuchinja wala kukufuriwa Allah. Muungano waliokuwa nao ni muungano wa kidini, anamsomesha akichukua ilmu akinufaika na kuondoka. Na nasema ahlul ilm katika durusa za misikitini majini huwa wanahudhuria kisha wanaondoka. Na mwingine anampata mtu mustaqil amsomeshe. Haya ni thibiti kwa ahlul ilmi kama wao Sheikh Ibn Uthaymeen. Ukirejea kitabu hicho kisa utakiona kieleza. Sasa hawa wanaozungumzia hapa wanaopata habari kitu kilichopotea kutumia majini kwa al-ahdu bainahuma, mikataba iliyo baina yao, nitakutumikia kwa kipindi fulani kwa sharti unifanyie kitu fulani. Kwa hiyo wakishafunga mkataba, ukienda wewe nimepoteza kitu fulani, yeye yule jini ndo anaingia kazini kutafuta kile kitu. Simefahamika? Hili ndo ambalo kisheria halikubaliki, na Sheikh anazungumza hii min al-ikhbari an makan al-ashya' al-mafqudah wal-ashya' al-ghaibah wa min asbab ba'd al-amrad. Kadhalika wao wanakupa sababu ya maradhi ulionayo, baadhi ya maradhi yako wanakupa wao sababu ulionayo. Kwa yakuluna, kwa wanasema fulanun amila laka kadha wa kadha famaridta bisababi, kama umerogwa na fulani, si unaumwa kila siku kadha kadha, mkono unafanya ganzi, basi huyo ni bosi wako ofisini, ndiye aliyekusababishia hii. Sababu ya maradhi yako ni yule mwana ofisi mwenzio ambaye mnataka mpandishwe cheo, mmoja kati yenu kakuroga ili usipande cheo apande yeye, na mithili ya maneno haya. Kwa nini mkeo hazai?
mkeo hazai kwa sababu huyu kafungwa na shangazi yake, ndiye aliyemfunga. Sababu ya maradhi yake ya kutokuzaa kwa sababu kafungwa, anakwambia habari kama hizo. Haya yote ni katika aina za shirki. Wa inma hadha listikhdami aljinni washayatin, hutumika haya kwa kuwatumia majini na mashaitani. Sasa nabakia hoja, ikiwa hutumika majini na mashaitani, je, majini na mashaitani wanajua ghaibu? Al-Imam Ibn Uthaymeen wa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi alipojibu akasema, al-jinnu la ya'lamuna al-ghaiba, jini hawajui إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. شهيد واجب ما hawakuwa kijua ghaib. Anasema Allah, zama tulipomfisha na kumhukumia Suleimani mauti, hakikuwajulisha wao juu ya kufa kwake Suleiman isipokuwa dabbatul ardi. Dabbatul ardi hufasiriwa kwa mujibu wa urfu ya watu wa mji. Katika maratib ya tafsiri ya Qur'ani wapo wanaosema al-urfu, mwisho kabisa al-urfu. Dabbatul ardi ni wadudu wa ardhi wanaokula miti. Kwa hiyo kwa sisi Zanzibar na Tanzania atakuwa ni nani? Mchwa. Ndio tafsiri yake. Kama kuna nchi nyingine kuna mdudu mwingine anakula, watatafsiri kwa tafsiri ya kwao katika urfu ya watu. Shini imeeleweka? Walipokula mchwa ile fimbo yake akadondoka Suleiman. Sasa alipodondoka jini wakajua, kumbe alishakufa. Tukakaa hapa tunaadhibiwa, kagemea mti wake hivi, kumbe alishakufa. Lao tungelijua tusingelibakia hapa, tungelijua ghaibu, kuonyesha kwamba hawakuwa wakijua ghaibu. Haya amesema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Kwa hiyo hawajui ghaibu. Bali wanafanya kitu gani wao? Yastasriquna as-sam'a kama ambavyo tutaona mbele. ويظهرون للناس أن هذا يحصل لهم عن طريق عمل هذه الأشياء من باب الخداع والتلبيس. na huwadhihirishia kwa watu yanayopatikana kwa wao kwa njia ya vitu vya kiuongo. amali hadhihi al-ashya imma kama alivyotaja juu as-sihri wat-tanjim wa min babi al-khida'i wat-talbis, katika namna ya kuwakhada, kuwadanganya, wat-talbis at-tadlis, kuwababaisha. qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu'at at-tauhid, wal-kuhan ka an yakuna li ahadihim al-qarin min ash-shayatin. Al-kuhan kama kuwa mtu ana mwenza katika mashaitani, al-qarin alladhi ahada ma'ahu bil'ahdi al-muayyan, kama mtu kuwa na mwenza wa kishaitani wakafunga mkataba maalum, wakawafikiana jambo fulani, utanichinjia ng'ombe kwa ajili yangu, nitakutumikia kwa kipindi fulani, au wataka hili basi nakupa miezi kadhaa uwaingilie wanaume chini ya miaka 5 watatu. Utasikia kwenye mawio mzee kambaka mtoto miaka 2. Akili haikubali. Akili iwe umezidiwa vibaya mno, umezidiwa, ndiyo hali yako chakuwa mbaya. Pia akili haikubali mtoto wa kiume tena mdogo. Kwani si wapo dada poa, si shilingi 3,000 tu, au sio? Aje bei hakujui kama sio eti wewe. Mbea. Au sikie.
Kwa nini asende huko? Ni kwa sababu ya mkataba wa mawafikiano uliofikiwa baina yake na baina ya shaytan. Haya ameeleza Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah na wengineo katika al-aimma juu ya haya mambo yanayofanyika ya kishaitani na mengineyo, kama alivyotaja sahibu Sarimul Battar, tumia damu ya haidh kisha andika suratul Fatiha kwa damu al-haidh. Katika Sarimul Battar imezungumza, chukua damu ya haidh anaandika suratul Fatiha. Au pia mtaja Sarimul Battar, ivae mushaf miguuni mwako kisha ingia nayo chooni, fanya nayo haja. Hii ni ittifaq baina hadha al-'asi baina ash-shaytan, ndo huyu al-qarin min ash-shaytan. Akishafanya haya yukhbiruhu bikathirin min al-mughayyabat, akishafanya haya ambayo tumeyataja humkhabarisha mingi ya mambo ambayo yamefichikana, bima yastariquhu min as-sam'i, katika yale wanaokwenda kuiba habari mbinguni, kama ambavyo alipozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hawa, na akawaelezea Sufyan namna wanavyokaa mithili ya mkono, anakaa huyu unapokea habari anampa huyu mpaka kaa hii, ukweli mmoja uongo 100. Kisha kwa ukweli ule mmoja anasadikiwa na hapaangaliwi uongo aliosema 100. Na hivi ndivyo ilivyo kwamba watu wa maasiya wao wataangaliana jema lao moja tu, hilo kalifanya, na ndio ambalo litampa yeye ujubu. Na ndio ada hii ya watu ilivyo. Hata wewe si ustadhi wa makanzu, sisi tuangalie mema yako, tunaangalia baya lako hili. Ukiteleza moja tu utakwambia nimekwambia nini, shekho upata wapi, tayari kishatia nini. Si nifanya mara kwanza ndo moja tu, hii nyuma yote hajaonekana. Mimi nakwambia sio makanzu basi ilivyo sifa ya kanzu ndio ulivyowekwa ya jamii. Ukivaa kanzu nyeupe ikiwa na doa katikati na pei, mtu haoni ng'ombe wote, anakuambia kanzu yako chafu ina doa. Ndivyo maisha yako yalivyo, mtu wa sunna na mtu wa dini. Mtu haangalii ule usafi wote, anaangalia kosa lile moja ambalo limekusibu. Kwa ule uongo mmoja na uongo, wakanu yakhlaquna as-sidqa bil-kadhib, walikuwa wanachanganya ukweli na uongo katika yale ambayo wanayaleta kwa hawa waliowatuma na kukubaliana katika matakwa yao. قال رحمه الله إلى أن قال ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة na katika hawa wapo ambao kuja الشيطان iwe maf'ul bihi, na kuja kwa shetani bi'at'ima, na vyakula wafawakiha na matunda wa halwa na vitu vitano, waletea mashaitani katika mizimu wa ghairi dhalika, na vinginevyo kuja navyo wakawekea mashaitani. Utaona katika mizimu kumewekwa tunahitaji chama kinakusanya vitu vingapi, najua chama tunapatikana kitu gani. Sisi wengine hatujui. Abu Qadar unajua? Ajua ndizi, halua, tende, sababu wengi walioishi mashamba na pendo yalipita. Allah tusamehe sisi na wazee wetu. Ndio anapelekwa hichi chana, sawa? Anapelekewa nani? Anapelekewa shetani. Zamani ilikuwa kwa msaifa mpaka ng'ombe nzima, alikuwa kati ya mchele, anataka ng'ombe na mbuzi na kuku.
haya walikuwa kiapeleka mimma la yakunu fi dhalika almawdi' vitu ambavyo havipo katika sehemu hiyo. Wa minhum man yatiru bihi aljinni ila makkah au bait almaqdis au ghayrihima, watu wengine huruka na jini kuelekea Makkah, Bait al-Maqdis au wengineo. Yani mtu anakwambia katika wale as-sahara qatalahumullah, anakwambia leo naja kutembelea, ili kuunguja wewe wakati uko pengine Pemba magharibi, anakwambia leo baada ya Isha na kuja kukutembelea. Utajiuliza kuna boti gani ya usiku? Ndege za usiku ndizo kutoka hapa kwenda Azieni, lakini saa 2 kafika kweli. Wanafanya kweli, wanaandika baadhi ya maneno. Utakuona mimi katika miguu yao huandika majina ya majini, kadhalika majina ya malaika waandikwa, chorwa alama fulani za pembe 3 hadi library pale kitabu kilikuwepo, unakiona wao mshika sharadawasha mti kitabu kibo kwa library unachora zile, lakini sasa mimi ninacho siri na mtumii, sababu huwezi kutumia mpaka ufundishwe. Sawa, wewe ukachora pale usielewe chochote, kile vitabu vipo na watumia na wanaruka kweli. Qatalahumullah humul mushrikun, hawa ni masufi na tabia hii ambayo. Kwa hiyo hii huwa wanalifanya na mengine mengi katika yale ambayo yanakwenda kinyume na utaratibu na ada za kibinadamu. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. kumalizia baada zangu 7, وقد يكون إخبارهم عن ذلك من طريق التنجيم, na wengine wanakuhabarisha wewe juu ya mambo hayo kwa njia ya kusoma nyota, at-tanjim, ilmu an-nujum. Tutaja kuelezea kilimo ya watoshireza zaidi. Wa ilmu an-nujum au at-tanjim manake wa huwa al-istidlal bil ahwal al-falakiyya, nayo ni kutolea dalili hali za al-falakiyya. Al-falakiyya manake ni nyota zile, yani yale vitu vilivyoko juu, nyota, mwezi, jua, ndo al-falakiyya wa ilmu al-falak. Na hasatan tuzungumzia manazilul qamar kama jaa fi al-hadith mutirna bi naw'i kadha wa kadha. Naw ndio manazilul qamar, mwezi una vituo 28 na kila kwenye kituo kimoja kuna nyota. Sawa, kila kwenye kituo kimoja kuna nyota. Kwa hiyo hutumia hizi nyota za kwenye vituo kuhusu mwenendo wa kule kwa yanayotokezea ardhini. Vipi? Anatoa mfano yeye mwenyewe, kaawqati hububi riyahi wa majii al-matar, kama wakati wa upepo nyota ile imekaa pale patakuja kimbunga. Wa majii al-matar, nyota ile kuna kuja mvua au mvua imenyesha jana kwa sababu ya nyota ile pale. Wa taghayyuri al-as'ar, kadhalika mabadiliko ya bidhaa na thamani, kwamba mwakani patapanda bei vitu kwa nyota kadha wa kadha, kama ambavyo mlishuhudia kwa yule bwana ya Hussein mshafariki huyo, alikuwa akisema hivyo kwa mwakani bidhaa zitapanda akisoma nyota. Sasa kuna mwanawe pia anafanya hayo sawa, hata katika taghayyur al-as'ar سيدة وغير ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب, na mengineyo katika mambo ambayo wanadai kudirikiwa kutambulikanwa kwake kwa mwenendo wa nyota, fi majariha, katika mapito yake, wajtimaiha, na zinapokusanyika nyota, waftiraqiha, na zinapofarikiana nyota. Kwa kukusanyika kuna ishara kitu fulani, zikiwa zipo tofauti scattered kutakuwa kuna kitu fulani. Kwa watu wa physics wanafahamu mambo ya galaxy na Milky Way, si ndio?
unatumia yale kisha waelezea alhawadithu al-ardhiyya qatalahumullah. Yote haya tunaelezea katika aina mbili za ilmu nujum, ilmu at-ta'thir wa ilmu at-tasyir. علم التأثير وعلم التسيير نكتفي هنا. بارك الله فيكم. نعم وصالح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. الحمد لله.